Kuna kijana mmoja pale Dar es Salaam. Yeye amekuwa na wazo la biashara kwa muda mrefu sana. Anaweza kufungua biashara ya nguo au biashara ya chakula au kitu fulani mtandaoni. Na kwa kweli kila mtu anayemfahamu anakiri kabisa ya kwamba huyu kijana ana uwezo mkubwa. Ana akili, ana bidii na ana mawazo mazuri. Lakini kila ukimuuliza kwamba vipi umeshaanza, anaishia kusema ya kwamba bado sijaanza, nasubiri kidogo. Lakini ukiendelea kuongea naye tena, anakuwa na sababu nyingi sana. Sababu mojawapo anasema ya kwamba ngoja nipate mtaji mzuri kwanza. Na sababu nyingine anasema ya kwamba ngoja kwanza mambo yangu yawe sawa kidogo. Na wakati mwingine anasema ngoja nipate muda. Lakini mwaka unapita, miaka miwili inapita, na kitu cha ajabu kinatokea. Hakuna mabadiliko yoyote katika maisha yake. Bado anasubiri. Sasa hapa kuna kitu cha kufikiria. Tatizo la watu wengi sio kwamba hawana ndoto, na sio kwamba hawana uwezo. Tatizo ni moja. Wanadhani kuna siku fulani maalum ambayo maisha yatakuja kusema sasa ndio wakati sahihi wa kuanza. Lakini ukweli ni huu. Hakuna siku kama hiyo, haijawahi kuwepo na haitakuja kuwepo. Kwenye video hii nataka tuzungumze kwa utulivu kabisa. Bila makelele ya motivation, bila ahadi za haraka, na tutazungumza ukweli mmoja ambao watu wengi hawapendi kusikia. Kusubiri wakati sahihi. Moja ya mitego mikubwa sana ya maisha. Na ukielewa mtego huu mapema, unaweza kuokoa miaka mingi ya maisha yako. Kama utaendelea kuangalia mpaka mwisho wa video hii, kuna mambo kadhaa muhimu utaelewa. Kwanza utaelewa kwa nini akili ya binadamu inapenda kusubiri. Na kwa nini kusubiri unaweza kuhisi kama ni busara kwako. Na pili, utaelewa kosa moja kubwa sana ambalo watu wengi wanafanya bila kujua. Kosa ambalo linaweza kupoteza miaka mingi ya maisha yako. Tatu, utaelewa kanuni rahisi lakini yenye nguvu sana. Kanuni ya kuanza hata kama mazingira hayajawa kamili. Na mwisho kabisa utaelewa kitu kimoja muhimu sana. Kwamba hakuna siku ambayo maisha yatakuja kusema sasa ndio wakati sahihi. Wakati sahihi unatengenezwa, hautafutwi. Sasa hebu tuanze na sehemu ya kwanza. Mahali ambapo watu wengi wanaanza kujidanganya bila wao kujua. Watu wengi hawasemi hawatafanya kitu. Hawasemi sitaki. Badala yake wanasema sentensi ambayo inaonekana haina tatizo kabisa. Wanasema nitasubiri kidogo. Sentensi hii inaonekana ya kawaida sana. Inaonekana kama mtu anayepanga maisha yake vizuri. Inaonekana kama mtu anayejitayarisha. Lakini mara nyingi sana sentensi hii ina maana nyingine kabisa. Ina maana naogopa kuanza. Hebu fikiria mfano wa kawaida kabisa. Kuna kijana ana wazo la biashara. Anafikiri kuuza chakula cha mchana ofisini. Anaona kabisa kuna watu wengi wanahitaji huduma hiyo. Anaona soko lipo. Lakini kila siku anasema kitu kimoja. Ngoja kwanza nipate mtaji mkubwa kidogo ndio nitaanza. Lakini ukikaa chini na kuangalia kwa makini unagundua kitu. Biashara anayofikiria haihitaji mtaji mkubwa sana. Inahitaji tu kuanza kidogo. Labda vyombo vichache, labda chakula kidogo, labda wateja wachache wa mwanzo. Lakini bado anasubiri.
Siku zinapita, miezi inapita, na ghafla mtu mwingine anaingia kwenye idea hiyo hiyo. Anaanza kidogo, anaanza polepole, lakini anaendelea. Baada ya mwaka mmoja, kijana wa kwanza bado anasema, ngoja nipate mtaji kwanza. Lakini yule wa pili tayari ana wateja, ana uzoefu, ana makosa aliyojifunza, halafu ana maendeleo. Hapa ndipo tunapoanza kuelewa ukweli mmoja muhimu sana. Kuchelewesha kuanza mara nyingi sio mipango, ni kukimbia hatua ya kwanza. Na hatua ya kwanza ndio hatua ngumu zaidi kwa watu wengi, kwa sababu hatua ya kwanza ina mambo matatu ambayo akili ya binadamu haipendi. Kwanza, kutokuwa na uhakika. Pili, uwezekano wa kukosea. Na tatu, uwezekano wa kushindwa. Kwa hiyo akili inatafuta njia ya kujilinda, na njia rahisi kabisa ni kusema nitasubiri kidogo. Sasa hapa kuna swali muhimu sana ambalo unapaswa kujiuliza kwa uaminifu kabisa. Swali hilo ni hili: ni kitu gani katika maisha yako ambacho umekuwa ukisema nitafanya baadaye? Labda ni kuanza biashara, labda ni kujifunza ujuzi mpya, labda ni kuanza kuweka akiba, labda ni kubadilisha tabia fulani. Sasa jiulize swali hili kwa utulivu kabisa. Je, kweli unasubiri mazingira sahihi, au unajaribu kukwepa hofu ya kwanza? Kwa sababu mara nyingi sana ukweli hauko kwenye mazingira, uko ndani ya akili. Lakini sasa tunahitaji kuelewa kitu muhimu zaidi. Kwa nini akili ya binadamu inapenda kusubiri sana? Kwa nini kusubiri kunaonekana kama uamuzi wa busara? Na nini hasa kinaendelea ndani ya akili yako unaposema bado sio wakati sahihi? Hapo ndipo tunapoingia kwenye sehemu inayofuata, sehemu ambayo watu wengi hawaiwazii kabisa. Kwa hiyo usitoke, endelea kuangalia mpaka mwisho. Hebu tuzungumze kwa uaminifu. Watu wengi wanaposema bado sijawa tayari au bado sio wakati sahihi, mara nyingi sana hawazungumzii kuhusu maandalizi, wanazungumzia hofu. Hofu ni kitu cha kawaida kabisa kwa binadamu. Kila mtu ana hofu. Hakuna mtu duniani ambaye hajawahi kuhisi hofu kabla ya kuanza kitu kipya. Tatizo sio hofu. Tatizo ni jinsi tunavyoijibu hofu. Kwa watu wengi hofu haionekani kama hofu, inaonekana kama busara, inaonekana kama mipango, inaonekana kama maandalizi. Mara nyingi unaweza kukutana na mtu anasema, ngoja kwanza nijifunze zaidi, ngoja nipate vifaa vizuri, ngoja nipange mambo yangu vizuri. Maneno haya yote yanaweza kuwa ya kweli, lakini mara nyingi sana yana kitu kingine nyuma yake: hofu ya kuanza. Sasa fikiria mfano wa kawaida sana kwa vijana wengi leo. Mtu anataka kuanza chaneli ya YouTube. Ana wazo la maudhui, ana kitu cha kusema, anaweza hata kuongea vizuri, lakini kila siku anasema, ngoja kwanza ninunue kamera nzuri, ngoja kwanza nipate taa, ngoja kwanza nipate studio. Lakini ukweli ni huu: leo hii unaweza kuanza YouTube hata kwa simu. Watu wengi wameanza hivyo, wengi sana,
lakini bado mtu anasubiri. Kwa nini? Kwa sababu kamera sio tatizo. Studio sio tatizo. Tatizo ni kujiweka mbele ya kamera kwa mara ya kwanza. Tatizo ni kuonekana. Tatizo ni kujua watu watakuona. Watu watatoa maoni. Wengine watacheka na wengine watakosoa. Hapo ndipo hofu inaingia. Na akili inafanya kitu cha ajabu sana. Inabadilisha hofu kuwa mipango. Inasema, ngoja kwanza nijiandae vizuri. Lakini ndani kabisa kuna swali moja ambalo mtu anaogopa. Je, nikianza halafu nikishindwa? Hili ni swali ambalo watu wengi hawalisemi kwa sauti, lakini liko ndani kabisa ya akili zao. Na kwa sababu hatupendi kuhisi hofu, tunajificha nyuma ya sentensi nzuri kabisa: bado sio wakati sahihi. Sasa hapa kuna jambo muhimu sana la kuelewa, kwamba watu wanaofanikiwa hawana hofu kuliko wengine. Jibu ni hapana. Nao pia wanaogopa. Nao pia wanajiuliza maswali yale yale. Nao pia wanahisi kutokuwa na uhakika. Tofauti yao iko sehemu moja tu. Wao hawasubiri hofu iishe. Wanaanza hata kama hofu bado ipo. Hii ni kanuni muhimu sana ya maisha. Hofu haipotei kabla ya kuanza. Mara nyingi hofu hupungua baada ya kuanza. Ukianza kufanya kitu mara ya kwanza utaogopa. Mara ya pili utaogopa kidogo. Mara ya 10 utaanza kuzoea. Mara ya 100 utaanza kujiamini. Lakini hatua hiyo ya kwanza lazima itokee. Ndiyo maana ni muhimu sana kujiuliza swali hili: ni kitu gani hasa ninachoogopa? Je, ninaogopa kushindwa? Je, ninaogopa watu watanicheka? Je, ninaogopa kupoteza pesa? Au ninaogopa kugundua kwamba jambo nililolianzisha sio zuri kama nilivyokuwa nafikiria? Maswali haya yanaweza kuwa magumu, lakini yana nguvu sana. Kwa sababu yakikusaidia kuona ukweli, unaweza kuanza kubadilisha unavyofikiria. Sasa hatua ya kwanza ya kushinda hofu sio kujifanya haipo. Hatua ya kwanza ni kuitambua, kuikubali na kusema ndiyo, nina hofu, lakini bado naweza kuanza. Na hapa ndipo tunafika kwenye ukweli mwingine muhimu sana ambao watu wengi hawaujui. Watu wengi wanafikiri wanahitaji kujiandaa sana kabla ya kuanza. Lakini ukweli ni tofauti kabisa. Maandalizi mengi hutokea baada ya kuanza na sio kabla. Hili linaweza kusikika ajabu kidogo, lakini ukilitafakari vizuri utaona lina mantiki kubwa sana. Kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo huwezi kuvijifunza kwa kufikiria tu. Unavijifunza kwa kufanya. Na hapo ndipo tunapoingia kwenye sehemu inayofuata, sehemu ambayo inaweza kubadilisha kabisa namna unavyoangalia maandalizi. Kwa sababu kweli ni huu: hakuna mtu ambaye huwa tayari 100% kabla ya kuanza. Sasa swali ni hili: kama watu huwa wanaanza wakiwa bado hawako tayari, wanapataje uzoefu? Wanajifunza lini?
na wanawezaje kuendelea mbele. Hilo ndilo tunaenda kulichambua kwenye sehemu inayofuata. Usitoke, endelea kuangalia video hii. Kuna imani moja ambayo imekaa sana kwenye akili za watu wengi. Imani kwamba lazima ujue kila kitu kabla ya kuanza. Imani kwamba lazima uwe tayari kabisa. Imani kwamba lazima uwe na mpango kamili ndipo uanze. Lakini ukiangalia maisha ya watu waliopiga hatua, utaona kitu tofauti kabisa. Wengi wao hawakuanza wakiwa tayari. Walianza wakiwa bado wanajifunza. Kwa mfano, fikiria mtu anayejifunza kuendesha gari. Hakuna mtu anayekaa nyumbani miezi 6 akijifunza theory tu, halafu siku moja anaingia barabarani akiwa tayari kabisa. Haitokei hivyo. Kinachotokea ni hiki: unajifunza mambo machache ya msingi, halafu unaingia kwenye gari, unaanza polepole, unafanya makosa, unarekebishwa, unaendelea. Kadri unavyoendesha zaidi ndivyo unavyozoea. Kadri unavyozoea ndivyo unavyojiamini. Na baada ya muda fulani, kitu ambacho kilikuwa kinakuogopesha sana kinakuwa cha kawaida kabisa. Maisha yanafanya kazi kwa kanuni hiyo hiyo. Ujuzi mwingi unapatikana ndani ya mchezo, sio nje ya mchezo. Sasa hebu tuchukue mfano wa biashara. Kuna mtu anaweza kutumia miezi 6 akitafuta taarifa. Anaangalia video, anasoma vitabu, anauliza watu, anaandika mipango. Lakini bado kuna vitu ambavyo hatavijua mpaka siku atakapofungua biashara yake. Atajifunza tabia za wateja, changamoto za kila siku, namna ya kushughulikia matatizo. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo hayafundishwi vizuri kwenye mipango. Yanajifunzwa kwenye uhalisia. Hii ndiyo sababu watu wengi wanaofikiria sana lakini hawaanzi, wanajikuta wanakwama kwa muda mrefu. Wanajaribu kuelewa kila kitu kabla ya kuchukua hatua. Lakini maisha hayafanyi kazi hivyo. Kuna vitu vitatu muhimu sana ambavyo vinatokea unapochukua hatua. Kitu cha kwanza ni uzoefu. Uzoefu haupatikani kwa kufikiria, unapatikana kwa kufanya. Kitu cha pili ni ufafanuzi. Mara nyingi unapokuwa unafikiria wazo, kila kitu kinaonekana kama vile kimechanganyika hivi. Lakini ukianza kukifanya, mambo yanaanza kuwa wazi. Unaona nini kinafanya kazi na nini hakifanyi kazi. Na kitu cha tatu ni ujasiri. Ujasiri hauji kabla ya kuanza. Mara nyingi ujasiri huja baada ya kuona kwamba unaweza kufanya zaidi ya ulivyodhani. Kwa hiyo, hapa kuna kanuni muhimu sana. Hatua ndogo ya leo inaweza kukufundisha zaidi kuliko miezi ya kufikiria. Watu wengi wanataka hatua kubwa. Wanataka kuanza kwa nguvu sana. Wanataka kila kitu kiwe kikubwa. Lakini mara nyingi maendeleo ya kweli yanaanza na hatua ndogo sana. Labda sio biashara kubwa, labda ni kuuza bidhaa chache, labda sio chaneli kubwa ya YouTube, labda ni video moja ya kwanza, labda sio uwekezaji mkubwa, labda ni kuanza kwa kuweka akiba kidogo. Hatua ndogo ina nguvu sana kwa sababu moja. Inakuondoa kwenye kusubiri na inakuweka kwenye kufanya. Sasa jiulize swali hili kwa utulivu kabisa. Ni jambo gani katika maisha yako ambalo ungeweza kuanza kwa hatua ndogo sana? Labda sio kuanza kwa kiwango kikubwa.
lakini kuanza tu, kwa sababu kuanza kuna nguvu moja ambayo kusubiri haina: kuanzisha mwelekeo. Ukianza kufanya kitu hata kama ni kidogo, akili yako inaanza kuona uwezekano. Unaanza kupata mawazo mapya, unaanza kuona njia mpya, unaanza kuona makosa ambayo unaweza kurekebisha. Lakini kama unasubiri kila kitu kiwe kamili, kuna uwezekano mkubwa kwamba hutaanza kabisa. Kwa sababu ukweli ni huu: mazingira kamili mara nyingi huwa hayaji. Na hapa ndipo watu wengi wanapokosea. Wanafikiri mazingira mazuri ndiyo yataanza safari, lakini mara nyingi safari ndiyo inayoanza mazingira mapya. Watu wengi wanataka kwanza wawe tayari ndipo waanze, lakini watu wengi wanaofanikiwa wanaanza ndipo wanaanza kuwa tayari. Sasa kuna hadithi ndogo ambayo inaonyesha vizuri sana tofauti hii. Hadithi ya watu wawili ambao walikuwa na ndoto zinazofanana, lakini walifanya mambo tofauti, na baada ya miaka kadhaa maisha yao yalikuwa tofauti kabisa. Hadithi hii ina somo kubwa sana na inaweza kusaidia kuona kwa uwazi kabisa kwa nini kusubiri wakati sahihi kunaweza kuwa hatari zaidi. Endelea kuangalia video hii. Sasa hebu fikiria hadithi hii kwa makini. Ni hadithi rahisi sana, lakini ina ukweli mkubwa sana ndani yake. Kulikuwa na vijana wawili. Wote walikuwa na umri karibu sawa. Wote walikuwa na ndoto ya kufanya biashara. Na wote walikuwa na wazo linalofanana. Waliona fursa ya kuuza bidhaa mtandaoni kama vile nguo, viatu, vifaa vya simu na kadhalika. Na kwa kweli soko lilikuwepo na wateja walikuwepo. Wazo lilikuwa wazi kabisa. Lakini walifanya maamuzi mawili tofauti. Kijana wa kwanza alisema, ngoja kwanza nijiandae vizuri. Ngoja nipate mtaji mkubwa. Ngoja nifanye utafiti zaidi. Ngoja mambo yangu yawe sawa kidogo. Kwa hiyo akaanza kusubiri. Akawa anaendelea kukusanya taarifa. Anaangalia video, anauliza watu, anaandika mipango. Kijana wa pili alifikiria kidogo tofauti. Alisema, sijui kila kitu, lakini naweza kuanza kidogo. Kwa hiyo akanunua bidhaa chache sana. Zilikuwa kama 5 tu. Akafungua ukurasa mdogo wa kuuza bidhaa mtandaoni. Akajaribu kuuza. Siku za mwanzo hazikuwa rahisi. Wateja wachache, makosa kadhaa, changamoto za hapa na pale. Lakini alikuwa ndani ya mchezo. Sasa hebu tuende mbele kidogo kwenye hadithi hii. Baada ya mwaka mmoja, kijana wa kwanza bado anasubiri. Bado anasema, ngoja nipate mtaji mzuri kwanza. Lakini kijana wa pili tayari amejifunza mambo mengi. Anajua wateja wanapenda nini. Anajua bidhaa zipi zinauzika zaidi. Anajua makosa aliyoyafanya mwanzoni. Baada ya miaka 3, tofauti yao inaanza kuwa kubwa sana. Kijana wa kwanza bado ana wazo, lakini hana uzoefu. Kijana wa pili sasa ana biashara ndogo ambayo inaendelea kukua. Sio kwamba ilianza kubwa. Ilianza ndogo sana. Lakini ilianza. Hii ndiyo nguvu ya kuanza mapema. Hata kama mwanzo ni mdogo, unapata kitu ambacho kusubiri hakitakupa uzoefu wa kweli.
Na uzoefu una nguvu sana, kwa sababu unajenga vitu vitatu muhimu. Unajenga ujuzi, unajenga kujiamini, na unajenga uwezo wa kufanya maamuzi bora. Wakati mtu anayesubiri bado anafikiria, mtu anayeanza tayari anajifunza. Na miaka inapopita, tofauti yao inakuwa kubwa sana. Sasa hapa kuna ukweli mmoja ambao watu wengi hawapendi kusikia. Maisha mara nyingi hayamzawadii anayesubiri zaidi. Mara nyingi yanamzawadia anayechukua hatua. Hii haimaanishi kwamba kila hatua itakuwa sahihi. Hapana. Makosa yatatokea, changamoto zitatokea. Wakati mwingine mambo hayatakwenda kama ulivyotarajia. Lakini makosa yana faida moja kubwa. Yanakufundisha. Na mtu anayejifunza kutokana na makosa yake anaendelea kukua. Lakini mtu anayesubiri kuepuka makosa mara nyingi anakwama mahali pale pale. Kwa hiyo, swali muhimu hapa ni hili. Wewe ni nani kwenye hadithi hii? Je, wewe ni yule anayesema ngoja kwanza, ngoja kidogo, ngoja mambo yawe sawa? Au wewe ni yule anayesema sijui kila kitu, lakini naweza kuanza? Kwa sababu katika maisha kuna ukweli mmoja ambao ni muhimu sana kuelewa mapema. Hakuna wakati ambao kila kitu kitakuwa tayari. Hakuna wakati ambao utajisikia tayari kabisa. Hakuna wakati ambao hatari zote zitapotea. Na hapo ndipo tunafika kwenye ukweli ambao watu wengi hawajawahi kuambiwa. Hakuna kitu kinachoitwa wakati sahihi. Huo wakati unatengenezwa. Na kuelewa hili kunaweza kubadilisha kabisa namna unavyoangalia maisha yako. Kwa sababu ukisubiri mpaka kila kitu kiwe sawa, unaweza kusubiri maisha yako yote. Lakini kama utaamua kuanza hata kama mazingira hayajawa kamili, unaweza kugundua uwezo ambao hukujua kama unao. Sasa swali linakuwa hili. Kama hakuna wakati sahihi unaokuja, basi mtu anatengeneza vipi wakati wake sahihi? Na anawezaje kuanza hata kama bado ana hofu? Hilo ndilo tutakalolichambua kwenye sehemu inayofuata. Kuna ukweli mmoja ambao watu wengi hawapendi kusikia. Na ukweli huo ni huu. Hakuna kitu kinachoitwa wakati sahihi kuanza. Hakuna siku ambayo utaamka asubuhi na kuhisi kila kitu kiko tayari. Hakuna siku ambayo utaona pesa zote unazohitaji zipo. Na hakuna siku ambayo utaona hofu yako yote imepotea. Hakuna siku ambayo maisha yatakuwa yamepangwa vizuri kabisa. Hiyo siku haitakuja. Na hii ndio sababu watu wengi wanakwama kwa miaka mingi sana. Unasubiri hali ambayo haitatokea. Hebu fikiria maisha yako kidogo. Je, kuna wakati ambao maisha yako yalikuwa kamili kabisa? Hakuna matatizo, hakuna changamoto, hakuna wasiwasi. Mara nyingi katika maisha, wakati wowote huwa kuna kitu fulani ambacho lazima kitakuwa kitakutatiza. Wakati mwingine ni pesa, wakati mwingine ni muda, wakati mwingine ni majukumu ya familia, wakati mwingine ni kazi. Kwa hiyo, kama unasubiri mpaka kila kitu kiwe sawa, kuna uwezekano mkubwa sana kwamba hutaanza kabisa. Kwa sababu maisha hayakai kimya yakisubiri wewe ujisikie vizuri. Sasa hapa kuna kitu muhimu sana cha kuelewa. Watu wengi wanaofanikiwa hawakuanza kwa sababu walikuwa tayari. Walianza kwa sababu waliamua kuanza. Uamuzi ni nguvu kubwa sana. Ni tofauti kati ya mtu anayesubiri na mtu anayesonga mbele. Mtu anayesubiri anatafuta mazingira sahihi.
lakini mtu anayesonga mbele anaanza hata kama mazingira hayajawa kamili. Sasa hebu fikiria mfano mwingine wa kawaida kabisa. Mtu anasema nitaanza kuweka akiba nikianza kupata pesa nyingi. Hii ni sentensi ambayo watu wengi wanasema, lakini mara nyingi pesa nyingi haziji ghafla. Kinachotokea ni hiki: mtu anayesubiri pesa nyingi hajifunzi tabia ya kuweka akiba, lakini mtu anayekubali kuanza na kidogo anajenga tabia, na tabia hiyo inakuwa msingi wa maendeleo yake ya baadaye. Kwa hiyo hapa kuna kanuni muhimu sana ya maisha. Tabia huanza kabla ya matokeo na sio baada ya matokeo. Mtu anayengoja mpaka ajisikie tayari kuanza kufanya mazoezi anaweza kusubiri sana, lakini mtu anayesema nitaanza hata kama sina nguvu leo, huyo mtu ana nafasi kubwa ya kubadilisha maisha yake. Hii ndiyo nguvu ya hatua ndogo. Hatua ndogo haionekani kubwa mwanzoni, lakini ina nguvu ya kuanzisha mwelekeo. Na mara nyingi katika maisha mwelekeo ni muhimu zaidi kuliko kasi, kwa sababu kama unaenda kwenye mwelekeo sahihi, hata hatua ndogo zitakufikisha mbali. Lakini kama unasubiri mazingira kamili kabla ya kuanza, kuna hatari moja kubwa sana. Unaweza kupoteza muda mwingi sana, na muda ni kitu ambacho hakirudi. Fikiria miaka 5 ijayo. Miaka 5 itapita hata kama utaanza leo, na pia itapita hata kama utaendelea kusubiri. Tofauti itakuwa moja tu. Je, utakuwa na uzoefu wa miaka 5 au utakuwa na miaka 5 ya kufikiria tu? Swali hilo lina nguvu sana, kwa sababu linaweka ukweli wazi. Kusubiri kuna gharama, na mara nyingi gharama hiyo ni muda. Sasa fikiria hili kwa makini. Kama hakuna wakati sahihi unaokuja, na kama kusubiri kunaweza kukugharimu miaka ya maisha, basi kuna swali muhimu sana ambalo unapaswa kujiuliza. Ni hatua gani ndogo ninaweza kuanza leo? Si kesho, leo. Kwa sababu wakati sahihi haupatikani. Wakati sahihi unatengenezwa kwa kuchukua hatua. Na wakati mtu anapoanza kuchukua hatua, hata kama ni ndogo sana, kitu cha ajabu kinatokea. Anaanza kuona mambo ambayo hakuwahi kuyaona kabla. Lakini yote huanza na kitu kimoja tu: uamuzi wa kuanza. Sasa kabla hatujafika mwisho wa mazungumzo haya, kuna jambo moja muhimu sana tunahitaji kulizungumzia. Jambo ambalo linaweza kukusaidia kubadilisha kabisa namna unavyochukua hatua kuanzia leo. Kwa sababu kuanza ni hatua ya kwanza, lakini kuendelea ndio inayoleta matokeo. Na hilo ndilo tutalichambua kwenye sehemu yetu ya mwisho. Kwa hiyo usiondoke, endelea kuangalia video hii. Hebu turudi kwenye swali ambalo lilikuwa mwanzo wa mazungumzo haya. Kwa nini watu wengi wanasubiri wakati sahihi? Tumeona sababu kadhaa. Wakati mwingine ni hofu, wakati mwingine ni kutaka kila kitu kiwe kamili, na wakati mwingine ni kufikiria kwamba kuna siku fulani ambapo maisha yatakuwa rahisi zaidi. Lakini ukweli ambao tumeuona leo ni huu: wakati sahihi mara nyingi hauji. Wakati sahihi unatengenezwa. Unatengenezwa na maamuzi madogo, unatengenezwa na hatua ndogo, na unatengenezwa na ujasiri wa kwanza hata kama bado hujui kila kitu. Na tumejifunza pia kitu kingine muhimu sana: watu wanaofanikiwa hawasubiri mpaka hofu ipotee. Wanaanza hata kama hofu bado ipo.
Na tumeelewa pia kanuni nyingine muhimu sana. Maandalizi mengi hutokea baada ya kuanza, sio kabla. Unajifunza kwa kufanya, unapata uzoefu kwa kujaribu, unajenga kujiamini kwa kuendelea. Sasa hebu nikuulize swali moja la mwisho, na ningependa ufikirie kwa uaminifu kabisa. Ni jambo gani katika maisha yako ambalo umekuwa ukilisogeza mbele kwa muda mrefu? Labda ni ndoto ya biashara, labda ni kujifunza ujuzi mpya, labda ni kuanza safari fulani ya maendeleo yako binafsi. Ukweli ni huu, miaka 2 ijayo itafika, miaka 5 ijayo itafika, hata kama utaanza leo na hata kama utaendelea kusubiri. Swali pekee litakalobaki ni hili: utafikaje huko? Ukiwa na uzoefu wa miaka hiyo au ukiwa na miaka ya kusubiri? Kwa sababu kusubiri kunaonekana salama, lakini mara nyingi kuna gharama kubwa sana, gharama ya muda. Na muda unapopita bila kuchukua hatua, ndoto nyingi huanza kupungua. Si kwa sababu haziwezekani, bali kwa sababu hazikuanza. Kwa hiyo, kama kuna jambo moja ningependa ukumbuke kutoka kwenye mazungumzo haya ni hili: usisubiri mpaka ujisikie tayari kabisa. Hakuna mtu anayejisikia tayari kabisa. Anza na kile ulicho nacho, anza na kile unachojua, anza na hatua ndogo, lakini anza. Kwa sababu mara nyingi hatua ndogo ya leo inaweza kubadilisha kabisa maisha yako ya kesho. Sasa tunapokuwa tukifikia mwisho kabisa wa video hii, naomba nikuulize swali. Ni jambo gani ambalo umeamua kuanza sasa badala ya kusubiri wakati sahihi? Andika hapa chini na mimi pia nitakufuatilia ili tuendelee kujifunza zaidi. Asante sana kwa kusikiliza video na kuangalia video hii. Usahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili watu wengine pia waendelee kunufaika na maarifa haya. Asante sana na karibu tena katika video zinazofuata.